Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro amefungua mafunzo kwa mabalozi na wajumbe zaidi ya 2200 kutoka kata 11 za jimbo hilo kwa lengo la kuwapa elimu ya utatuzi wa migogoro kwa njia ya mbadala. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, Dr. Ndumbaro amesema wizara imeweka mafunzo hayo kwa lengo la kumaliza migogoro ili elimu wanayoipata viongozi hao waitumie kutatua migogoro kwa njia mbadala. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea mjini, Comrade Mwinyi Msolomi, ameishukuru serikali kwa kutoa elimu hiyo kwa mabalozi kwa kuwa elimu hiyo wanayopewa inaenda kuboresha uongozi katika ngazi ya serikali za mitaa. Kwa upande wake, balozi wa mtaa wa Luila Shina namba 2, Bwana Swalehi Mayonjo, amesema mafunzo hayo yamemuongezea uelewa wa kisheria katika kuwahudumia wananchi anaowaongoza. Pamoja na hayo, viongozi hao wamepewa elimu kuhusu uchaguzi mkuu ambapo wamefundishwa kuhusu umuhimu wa uchaguzi na umuhimu wa kudumisha amani wakati wa uchaguzi. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Mama Samia Legal Aid Campaign imetoa darasa kubwa sana. Imetoa darasa kubwa kwa wananchi ambao wamejifunza sheria na utatuzi wa migogoro. Imetoa darasa kubwa kwa viongozi ambao tumekuwa tukitekeleza mpango huo. Moja kati ya darasa kubwa ambalo tumejifunza ni kiu ya wananchi kwenye haki. Wananchi wana kiu ya haki. Kila tulipokwenda, wananchi mamia kwa mamia, maelfu kwa maelfu walijitokeza kupata haki. Haki ya kujua elimu na haki ya kutatua matatizo yao. Kwa hiyo tumejifunza hilo. Lakini pia tumejifunza ya kwamba kuna umuhimu mkubwa mno kwa upande wa serikali kuimarisha mifumo ya haki na utatuzi wa migogoro, hususani kwa njia mbadala katika maeneo ya chini, yani katika vitongoji, vijiji, mitaa na kata. Kuna umuhimu sana wa kufanya tafakuri upya ya mifumo ya utatuzi wa migogoro kwenye ngazi ya kata na kushuka chini, kuifumua tena ili kumpa Mtanzania haki. Elimu ya sheria ni muhimu sana kwa wananchi. Wajua angalau yale mambo ya msingi, na Mama Samia Legal Aid Campaign imekuwa ikifanya hivyo. Lakini elimu ya uraia, hapa tuna ombwe kubwa sana la elimu ya uraia. Na ndio maana uzalendo unapungua kwa sababu ya kukosa elimu ya uraia. Elimu ya uraia inakufundisha wewe ni Mtanzania na kwamba Tanzania ndiyo nchi yako, una nchi nyingine. Ukiona mtu anajimwambafai kwa kuichafua nchi yake, kwa kuibagaza Tanzania wakati yeye ni Mtanzania, huyo hana elimu ya uraia. Ukiona mwandishi wa habari anaandika habari ya kuibagaza nchi yake na inakwenda kimataifa, huyo ana elimu ya uraia. Kwenye elimu ya uraia inafundisha Tanzania kwanza, uzalendo kwanza. Kama kuna changamoto yetu ni ya ndani. Hiyo ndio elimu ya uraia. Na utawala bora pia. Utawala bora unahitajika pia kwenye ngazi za vijiji mpaka juu, ambayo inakwenda sambamba na elimu ya uraia. Kwa sababu utawala bora na utawala wa sheria unataka kutufanya tuondoe migogoro yote, tuelimishe wananchi, nchi yetu iweze kusonga mbele. Na mwisho wa siku, elimu ya uraia na utawala bora ndiyo itakayeleta haki, ndiyo itakayeleta amani, ndiyo itakayeleta usawa pamoja na maendeleo.